Karibu sana mpenzi mfuatiliaji wa 69 Media. Utakuwa uko vizuri kabisa na nikukaribishe kwenye meza yetu ya habari. Na leo bana tuna taarifa kutoka huko Burkina Faso, na taarifa ambayo inamhusu kiongozi legendari wanamuita hivyo Burkina Faso, huyu Captain Ibrahim Traore. Sasa tuko nchini Burkina Faso kwa kijana mdogo mwenye umri wa miaka 37, Rais Captain Ibrahim Traore, ambaye kwa sasa Afrika nzima na dunia nzima amekuwa gumzo kwa misimamo yake imara kuhakikisha taifa lake linajitegemea kwa asilimia zote. Katika kubwa zaidi ni kwamba mpaka sasa nchi yake haina deni ambalo inadaiwa. Kwa muda wa miaka yake miwili tu ameweza kulipa deni lote na kuwa huru kamili kabisa. Ametoa elimu bure kuanzia elimu ya msingi mpaka chuo kikuu, huku mahitaji yote ya shule serikali yake gharamia gharama zote hizo. Pia mwanafunzi anayehitimu chuo kikuu atapokea mshahara kila mwezi kiasi ambacho kinakadiriwa kufikia shilingi 400,000. Bado haitoshi, kijana ameanzisha project ya kuwajengea wananchi wake nyumba, wananchi wake wafurahie maisha pamoja na kufaidi rasilimali za taifa lao la Burkina Faso, ikiwa ni maana ya kwamba watu wenye akili. Kupitia uongozi wake, kijana amepata changamoto nyingi sana, ikiwemo kutaka kuangusha utawala wake kwa majaribio ya kumuua kwa silaha pamoja na sumu. Ni majaribio ambayo sasa yanaweza kufikia 48, ila yote yamekuwa ya kifeli. Kufuatia hayo yote, tunaona sasa Afrika imeamka. Ni Waafrika wengi wameanza kumuunga mkono kijana huyu. Maandamano mengi kwa sasa yameendelea kufanyika katika nchi mbalimbali ambako raia wa Kiafrika wanaishi. Kenya wameshaandamana, Ufaransa, Italy, Marekani na kadhalika, ambako huko kote wameandamana kuunga mkono juhudi zake ambazo ameendelea kuzichukua na kuzitekeleza bila uoga. Katika hatua nyingine ni kwamba Vladimir Putin na rais wa Korea Kaskazini Mheshimiwa Kim pamoja na rais wa China wameunga mkono juhudi zake. Wamekubali kumpa ulinzi kuhakikisha nchi yake inaendelea kuwa huru na salama. Pia wengi wamesema kwamba hawaoni sababu ya kutaka kukamatwa kwa Captain Ibrahim Traore, ili hali taifa la Burkina Faso ni taifa huru kabisa. Kwa hiyo hapa mwamba Vladimir Putin hana muda wa kupoteza, tayari kashaongeza nguvu ya ulinzi wa kijana. Pia akatuma vyuma, magari ya kijeshi haya kwa ajili ya ulinzi wa taifa la Burkina Faso. Inaonekana maraisi mbalimbali wamemuunga mkono, huku taarifa zikisema kwamba Marekani ndio inaonekana kuwa ikichagiza vuguvugu la pale Burkina Faso na kuaminisha kwamba mataifa mengine kwamba Burkina Faso ni nchi ambayo haiko sawa kwenye utawala wake. Lakini kwa undani zaidi, inaonekana Ibrahim Traore amehakikisha kwamba taifa lake linakuwa huru na lenye amani. Kama hivi karibuni alitoa ajira kwa vijana 20,000 kwenye kiwanda cha korosho pale nchini Burkina Faso, na wengi walimpongeza kwa hatua hiyo ambayo alikuwa ameifanya. Kwa hiyo inaonyesha ni kwamba yeye yuko radhi kupigania taifa lake kuwa na uimara zaidi na kuwa na usalama zaidi. Hizi ni taarifa ambazo nimekusogezea mezani juu ya Captain Ibrahim Traore, ambaye anaonyesha kwamba taifa la Burkina Faso ni taifa huru na Waafrika wanaweza kupigania mataifa yao wao kama maraisi au viongozi wa nchi na kufanikisha mataifa kuwa na maendeleo ikiwa bila ya msaada wa Marekani. Kama Burkina Faso sasa hivi hawana deni. Sasa mataifa mengine ya Afrika yanashindwa nini kutokuwa na deni? Mimi naitwa Ali Adabu 13.